Kutoka sura ya 11. Bwana akamwambia Musa, liko pigo moja bado nitakaloleta juu ya Farao na juu ya Misri. Baadaye atawapa ninyi ruhusa mtoke huku, naye hapo atakapowapa ruhusa atawafukuza mtoke huku kabisa kabisa. Basi nena wewe masikioni mwa watu hao, na kila mtu mume na atake kwa jirani yake, na kila mwanamke atake kwa jirani yake, vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu. Bwana akawapa watu hao kibali machoni pa Wamisri. Zaidi ya hayo, huyo Musa alikuwa ni mkuu sana katika nchi ya Misri, machoni pa watumishi wa Farao na machoni pa watu wake. Musa akasema, Bwana asema hivi, kama usiku wa manane, mimi nitatoka nipite kati ya Misri, na wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri watakufa, tangu yule mzaliwa wa kwanza wa Farao aketie katika kiti chake cha enzi, hata mzaliwa wa kwanza wa huyo kijakazi aliye pale nyuma ya jiwe la kusagia, na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama. Ndipo kutakuwa na kilio kikuu katika nchi yote ya Misri, ambacho mfano wake haujakuwa bado majira yoyote, wala hautakuwako mfano wake tena kabisa. Lakini katika wana wa Israeli hapana hata mbwa atakayetoa ulimi juu yao, juu ya mtu wala juu ya mnyama, ili kwamba mpate kujua jinsi Bwana atakavyowatenga wa Misri na Waisraeli. Tena hao watumishi wako wote wataniteremkia kwangu mimi, nao watanisujudia wakisema, toka wewe na hawa watu wote wakufuatao, na baada ya hayo nitatoka. Basi akatoka kwa Farao na hasira kuu. Bwana akamwambia Musa, Farao hata wasikiliza ninyi kusudi ajabu zangu ziongezeke katika nchi ya Misri. Musa na Haruni walifanya ajabu hizo zote mbele ya Farao. Bwana akaufanya moyo wa Farao kuwa mgumu, asiwape wana wa Israeli ruhusa watoke nchi yake. Kutoka sura ya 12. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Wamisri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli, mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwana kondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwana kondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwana kondoo mmoja, kwa kadiri ya hesabu ya watu, kwa kadiri ya ulaji wa kila mtu, ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwana kondoo. Mwana kondoo wenu atakuwa hana ila mume wa mwaka mmoja. Mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Nao watamtoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazomla. Watakula nyama yake usiku ule ule, imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msiile mbichi wala ya kutokoswa majini, bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi, bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Tena mtamla hivi: mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni, na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, na mwanadamu na mnyama
nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo. Nami nitakapoiona ile damu, nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana. Mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Mtakula mikate isiyochachwa muda wa siku 7. Siku hiyo ya kwanza mtaondoa chachu yote isiwe katika nyumba zenu kabisa, kwa kuwa mtu yeyote atakayekula mkate uliochachwa tangu siku hiyo ya kwanza hata siku ya 7, nafsi hiyo atakatiliwa mbali na Israeli. Siku ya kwanza kutakuwa kwenu na kusanyiko takatifu, na siku ya 7 kutakuwa kusanyiko takatifu. Haitafanywa kazi yoyote katika siku hizo, isipokuwa kwa hiyo ambayo kila mtu hana budi kula, hiyo tu ifanyike kwenu. Nanyi mtatunza ile sikukuu ya mikate isiyochachwa, kwa kuwa katika siku hiyo hiyo mimi nimetoa majeshi yenu katika nchi ya Misri. Kwa hiyo mtaitunza siku hiyo katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Mwezi wa kwanza, siku ya mwezi 14, wakati wa jioni mtakula mikate isiyochachwa hata siku ya mwezi 21 jioni. Muda wa siku 7 isionekane chachu katika nyumba zenu kabisa, kwa kuwa mtu yeyote atakayekula hiyo iliyotiwa chachu, nafsi hiyo atakatiliwa mbali na mkutano wa Israeli, akiwa mwenye kukaa hali ya ugeni au akiwa mtu aliyezaliwa katika nchi. Msile kitu chochote kilichochachwa. Mtakula mikate isiyochachwa katika makao yenu yote. Hapo ndipo Musa akawaita wazee wa Israeli na kuwaambia, nendeni mkajitwalie wanakondoo kama jamaa zenu zilivyo, mkachinje Pasaka. Nanyi twaeni tawi la hisopu, mkalichove katika ile damu iliyo bakurini, na kukipiga kizingiti cha juu na miimo miwili ya mlango kwa hiyo damu iliyo katika bakuri. Tena mtu yeyote miongoni mwenu asitoke mlangoni mwa nyumba yake hata asubuhi, kwa kuwa Bwana atapita ili awapige hao wa Misri. Na hapo atakapoiona hiyo damu katika kizingiti cha juu na katika ile miimo miwili, Bwana atapita juu ya mlango, wala hata mwacha mwenye kuharibu aingie nyumbani mwenu kuwapiga ninyi. Nanyi mtalitunza jambo hili kuwa ni amri kwako na kwa wanao milele. Itakuwa hapo mtakapoifikiria hiyo nchi Bwana atakayowapa kama alivyoahidi, ndipo mtakapoushika utumishi huu. Kisha itakuwa hapo watoto wenu watakapowauliza, ni nini maana yake utumishi huu kwenu? Ndipo mtawaambia, ni dhabihu ya Pasaka ya Bwana, kwa kuwa alipita juu ya nyumba za wana wa Israeli huko Misri, hapo alipowapiga wa Misri, akaziokoa nyumba zetu. Hao watu wakainama vichwa na kusujudia. Basi wana wa Israeli wakaenda na kufanya mambo hayo vile vile kama Bwana alivyowaamuru. Musa na Haruni ndivyo walivyofanya. Hata ikawa usiku wa 8, Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, tangu mzaliwa wa kwanza wa Farao aliyeketi katika kiti chake cha enzi, hata mzaliwa wa kwanza wa mtu aliyefungwa katika nyumba ya wafungwa, na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama. Farao akaondoka usiku, yeye na watumishi wake wote na Wamisri wote. Pakawa na kilio kikuu katika Misri, maana hapakuwa na nyumba hata moja asimokufa mtu. Akawaita Musa na Haruni usiku, akasema, ondokeni, tokeni katika watu wangu, nanyi na wana wa Israeli, enendeni kamtumikieni Bwana kama mlivyosema. Twaeni kondoo zenu na ng'ombe zenu kama mlivyosema, enendeni zenu
mkanibariki mimi pia. Wamisri nao wakawahimiza watu kuwatoa katika nchi kwa haraka, maana walisema, tumekwisha kufa sote. Watu wakauchukua unga wa mikate yao kabla haijatiwa chachu, na vyombo vyao vya kukandia wakavitia ndani ya nguo zao mabegani. Wana wa Israeli wakafanya kama neno lile la Musa, wakataka kwa Wamisri vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi. Bwana akawajalia kupendelewa na Wamisri, hata wakawapa kila walichokitaka, nao wakawateka Wamisri nyara. Wana wa Israeli wakasafiri kutoka Rameses mpaka Sukoth. Walipata hesabu yao kama watu 600,000, watu waume waliokwenda kwa miguu, bila kuhesabu watoto, na kundi kubwa la watu waliochangamana mno wakakwea pamoja nao, na kondoo na ng'ombe, wanyama wengi sana. Nao wakaoka mikate isiyochachwa ya ule unga waliouchukua walipotoka Misri, maana haukutiwa chachu, kwa sababu walitolewa watoke Misri wasiweze kukawia, nao walikuwa hawajajifanyia tayari chakula. Basi wana wa Israeli kukaa kwao, maana muda waliokaa ndani ya Misri ulikuwa ni miaka 430. Ilikuwa mwisho wa miaka hiyo 430, ilikuwa siku ile ile ya kwamba majeshi yote ya Bwana yalitoka nchi ya Misri, na ni usiku wa kuangaliwa sana mbele za Bwana kwa sababu ya kuwatoa katika nchi ya Misri. Huu ndio usiku wa Bwana ambao wapasa kuangaliwa sana na wana wa Israeli wote katika vizazi vyao. Bwana akawaambia Musa na Haruni, amri ya Pasaka ni hii: mtu mgeni asimle, lakini mtumishi wa mtu awaye yote aliyenunuliwa kwa fedha, ukiisha kumtahiri, ndipo hapo atamla Pasaka. Akaaye kwenu hali ya ugeni na mtumishi aliyeajiriwa wasimle Pasaka, na aliwe ndani ya nyumba moja. Usiichukue nje ya nyumba nyama yake yoyote, wala msivunje mfupa wake wao wote. Na wafanye jambo hili mkutano wa Israeli wote, na mgeni atakapoketi pamoja nawe na kupenda kumfanyia Bwana Pasaka waume wake wote na watahiriwe, ndipo hapo ukaribie na kufanya Pasaka, naye atakuwa mfano mmoja na mtu aliyezaliwa katika nchi, lakini mtu yeyote asiyetahiriwa asimle. Sheria ni hiyo moja kwa mtu aliyezaliwa kwenu na kwa mgeni akaaye kati yenu ugenini. Ndivyo walivyofanya wana wa Israeli wote, kama Bwana alivyowaagiza Musa na Haruni, ndivyo walivyofanya. Ilikuwa siku ile ile moja Bwana akawatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri kwa majeshi yao. Kutoka sura ya 13. Bwana akasema na Musa akamwambia, nitakasie mimi wazaliwa wa kwanza wote, kila afunguaye tumbo katika wana wa Israeli, wa binadamu na wa mnyama, ni wangu huyo. Musa akawaambia hawa watu, kumbukeni siku hii mliotoka nchi ya Misri, kutoka nyumba ya utumwa, kwa kuwa Bwana aliwatoa mahali hapa kwa nguvu za mkono wake. Na usiliwe mkate uliochachwa. Nanyi mwatoka leo katika mwezi wa Abibu. Itakuwa hapo Bwana atakapowaleta mpaka nchi ya Wakanaani na Wahiti na Waamori na Wahivi na Wayebusi, nchi hiyo aliyowaapia baba zako Bwana atakupa wewe, ni nchi imiminikayo maziwa na asali. Ndipo mtakapoushika utumishi huu katika mwezi huu. Mtakula mikate isiyochachwa muda wa siku 7, nayo siku ya 7 itakuwa ni sikukuu ya Bwana. Mikate isiyochachwa italiwa katika hizo siku 7. Mkate uliotiwa chachu usionekane kwako, wala chachu isionekane kwako,
ndani ya mipaka yako yote, nayo utamwambia mwanao siku hiyo ukisema, ni kwa sababu ya hayo Bwana alionifanyia hapo nilipotoka Misri, nayo itakuwa ishara kwako katika mkono wako na kwa ukumbusho kati ya macho yako, ili kwamba sheria ya Bwana ipate kuwa kinywani mwako, kwani Bwana alikutoa utoke Misri kwa mkono wenye uwezo. Kwa hiyo utaitunza amri hii kwa wakati wake, mwaka baada ya mwaka. Itakuwa hapo Bwana atakapokuleta katika nchi ya Wakanaani kama alivyokuapia wewe na baba zako na kukupa, ndipo utamwekea Bwana kila afunguaye tumbo na kila mzaliwa wa kwanza uliye naye azaliwaye na mnyama hao waume watakuwa ni wa Bwana. Kila mzaliwa wa kwanza wa punda utamkomboa kwa mwana kondoo, na kwamba hutaki kumkomboa utamvunja shingo, na kila mzaliwa wa kwanza wa binadamu katika wanao utamkomboa. Kisha itakuwa hapo mwanao atakapokuuliza keshoni akisema, ni nini hivi? Utamwambia, Bwana alimtoa Misri kutoka ile nyumba ya utumwa kwa uwezo wa mkono wake. Basi alikuwa hapo Farao alipojifanya kuwa mgumu ili asitupe ruhusa kuondoka. Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote waliokuwa katika nchi ya Misri, wa binadamu na wa mnyama. Kwa ajili ya hayo namtolea Bwana wote wafungua tumbo wakiwa waume, lakini wazaliwa wa kwanza wote wa wana wangu na wakomboa. Jambo hilo litakuwa ni ishara mkononi mwako na utepe katikati ya macho yako, kwa kuwa Bwana alitutoa Misri kwa uwezo wa mkono wake. Ilikuwa hapo Farao alipokwisha kuwaacha watu hao waende zao, Mungu hakuwaongoza kwa njia ya nchi ya Wafilisti, ijapokuwa ilikuwa ni ya karibu, maana Mungu alisema wasije wakagaili watu hawa hapo watakapokutana na vita na kurudi Misri. Lakini Mungu akawazungusha hao watu kwa njia ya bara kando ya bahari ya Shamu. Wana wa Israeli wakakwea kutoka nchi ya Misri hali wamevaa silaha. Musa akaichukua ile mifupa ya Yusufu pamoja naye, maana alikuwa amewaapisha sana wana wa Israeli akisema, Mungu hana budi atawajilia ninyi, na ninyi mtaichukua mifupa yangu kutoka hapa pamoja nanyi. Nao wakasafiri kutoka Sukoth wakapiga kambi Etham kwenye mpaka wa ile jangwa. Bwana naye akawatangulia mpaka ndani ya wingu mfano wa nguzo, ili awaongoze njia, na usiku ndani ya moto mfano wa nguzo, ili kuwapa nuru wapate kusafiri mchana na usiku. Ile nguzo ya wingu haikuondoka mchana, wala ile nguzo ya moto haikuondoka usiku mbele ya hao watu. Kutoka sura ya 14. Bwana akasema na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba warudi na kupiga kambi yao mbele ya Pi Hahiroth, kati ya Migdori na bahari, kukabili Baal-Zephon. Mtapanga mbele yake karibu na bahari. Naye Farao atasema, katika habari za wana wa Israeli wametatanishwa katika nchi ile, jangwa imewazuia wasitoke. Nami nitaufanya uwe mgumu moyo wa Farao, naye atafuata nyuma yao, nami nitajipatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote, na Wamisri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi wakafanya hivyo. Mfalme wa Misri aliambiwa ya kuwa wale watu wamekwisha kukimbia, na moyo wa Farao na mioyo ya watumishi wake iligeuzwa iwe kinyume cha hao watu. Nao wakasema, ni nini jambo hili tulilotenda
kwa kuwaacha Waisraeli waende zao, wasitutumikie tena? Akaandalia gari lake, akawachukua watu wake pamoja naye. Tena akatoa magari 600 yaliyochaguliwa na magari yote ya Misri na maakida juu ya magari hayo yote. Na Bwana akaufanya moyo wake Farao mfalme wa Misri kuwa mgumu, naye akawafuata wana wa Israeli, kwa sababu wana wa Israeli walitoka kwa ujeuri wa Misri wakafuata nyuma yao farasi zote na magari yote ya Farao na askari zake wenye kupanda farasi na jeshi lake, nao wakawapata hali wamepanga pale karibu na bahari, karibu na Pi-Hahiroth, kukabili Baal-Zephon. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, Wamisri wanakuja nyuma yao. Wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana, wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutendea haya kututoa katika nchi ya Misri? Neno hili silo tulilokuambia huko Misri, tukisema tuache tuwatumikie wa Misri? Maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo. Kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele, nawe inua fimbo yako ukanyoshe mkono wako juu ya bahari na kuigawanya, nao wana wa Israeli watapita kati ya bahari katika nchi kavu. Nami tazama, nitaifanya mioyo ya Wamisri kuwa migumu, nao wataingia na kuwafuatia. Nami nitajipatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote, kwa magari yake na kwa wapanda farasi wake, na kwa Wamisri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, nitakapokwisha kujipatia utukufu kwa Farao na magari yake na farasi zake. Kisha malaika wa Mungu aliyetangulia mbele ya jeshi la Israeli akaondoka, akaenda nyuma yao, na ile nguzo ya wingu ikaondoka hapo mbele yao, ikasimama nyuma yao, ikafika kati ya jeshi la Misri na jeshi la Israeli. Napo palikuwa na lile wingu na lile giza, lakini lilitoa nuru wakati wa usiku, na hawa hawakukaribia hawa usiku kucha. Musa akanyosha mkono wake juu ya bahari. Bwana akaifanya bahari irudi nyuma kwa upepo wa nguvu utokao mashariki usiku kucha. Akaifanya bahari kuwa nchi kavu, maji yakagawanyika. Wana wa Israeli wakaenda ndani kati ya bahari katika nchi kavu, nayo maji yalikuwa ukuta kwao, mkono wa kuume na mkono wa kushoto. Na wale wa Misri wakawafuatia, wakaingia ndani kati ya bahari, farasi zote za Farao na magari yake na wapanda farasi wake. Ikawa katika zamu ya alfajiri, Bwana akalichungulia jeshi la Wamisri katika ile nguzo ya moto na ya wingu, akalifadhaisha jeshi la Wamisri, akayaondoa magurudumu ya magari yao hata yakaenda kwa uzito. Na Wamisri wakasema, na tukimbie mbele ya Israeli, kwa kuwa Bwana anawapigania kinyume cha Wamisri. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako juu ya bahari, ili maji yarudi tena juu ya Wamisri, juu ya magari yao na juu ya farasi zao. Musa akaunyosha mkono wake juu ya bahari, na kulipopambazuka bahari ikarudi kwa nguvu zake. Wamisri wakakimbia mbele yake, na Bwana
kukutia mbali hao wa Misri kati ya bahari. Yale maji yakarudi yakafunikiza magari na wapanda farasi, hata jeshi lote la Farao lililoingia katika bahari nyuma yao hakusalia hata mtu mmoja. Lakini wana wa Israeli wakaenda katika nchi kavu katikati ya bahari, na hayo maji yalikuwa ni kuta upande wao wa kuume na upande wao wa kushoto. Ndivyo Bwana alivyowaokoa Israeli siku ile mikononi mwa Wamisri. Waisraeli wakawaona Wamisri ufuoni kwa bahari wamekufa. Israeli akaiona ile kazi kubwa aliyoifanya Bwana juu ya Wamisri. Ndipo hao watu wakamcha Bwana, wakamwamini Bwana na Musa mtumishi wake. Kutoka sura ya 15. Ndipo Musa na wana wa Israeli wakamuimbia Bwana wimbo huu, wakanena na kusema, nitamuimbia Bwana kwa maana ametukuka sana. Farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Yeye ni Mungu wangu, nami nitamsifu. Ni Mungu wa baba yangu, nami nitamtukuza. Bwana ni mtu wa vita, Bwana ndilo jina lake. Magari ya Farao na jeshi lake amewatupa baharini. Maakida yake wateule wamezama katika bahari ya Shamu. Vilindi vimewafunikiza, walizama vilindini kama jiwe. Bwana, mkono wako wa kuume umepata fahari ya uwezo. Bwana, mkono wako wa kuume wawaseta adui. Kwa wingi wa ukuu wako wawaangusha chini wanaokuondokea. Wapeleka hasira yako, nayo huwateketeza kama mabua makavu. Kwa upepo wa mianzi ya pua yako maji yalipandishwa. Mawimbi yakasimama juu ya wima mfano wa chungu. Vilindi vikagandamana ndani ya moyo wa bahari. Adui akasema, nitafuatia, nitapata, nitagawanya nyara. Nafsi yangu itashibishwa na wao. Nitaufuta upanga wangu, mkono wangu utawaangamiza. Ulivuma kwa upepo wako, bahari ikawafunikiza. Wakazama kama risasi ndani ya maji makuu. Bwana, katika miungu ni nani aliye kama wewe? Ni nani aliye kama wewe, mtukufu katika utukufu, mwenye kuogopwa katika sifa zako, mfanya maajabu? Ulinyosha mkono wako wa kuume, nchi ikawameza. Wewe kwa rehema zako umewaongoza watu uliowakomboa. Kwa uweza wako uliwaelekeza hata makao yako matakatifu. Kabila za watu wamesikia, wanatetemeka. Wakao Ufilisti utungu umewashika. Ndipo majumbe wa Edomu wakashangaa. Watu wa Moabu wenye nguvu, tetemeko limewapata. Watu wote wakao Kanaani wameyeyuka. Hofu na woga imewaangukia. Kwa uweza wa mkono wako wanakaa kimya kama jiwe. Hata watakapovuka watu wako, Bwana, hata watakapovuka watu wako uliowanunua, utawaingiza na kuwapanda katika mlima wa urithi wako, mahali pale ulipojifanyia, Bwana, ili upakae, pale patakatifu ulipopaweka imara, Bwana, kwa mkono yako. Bwana atawatawala milele na milele. Kwa maana farasi za Farao na magari yake na wapanda farasi wake waliingia ndani ya bahari. Bwana akayarudisha maji ya bahari juu yao, bali wana wa Israeli walikwenda katika nchi kavu katikati ya bahari. Na Miriamu nabii mke ndugu yake Haruni akatoa tari mkononi mwake. Wanawake wakatoka wote wakaenda nyuma yake, wenye matari na kucheza. Miriamu akawaitikia, mwimbieni Bwana, kwa maana ametukuka sana. Farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Musa akawaongoza Israeli waende mbele kutoka bahari ya Shamu, nao wakatokea kwa jangwa la Shuri. Wakaenda safari ya siku 3 jangwani, wasione maji.
Ulipofika mahali palipoitwa Mara, hawakupata kuyanywa yale maji ya Mara, kwa kuwa yalikuwa machungu. Kwa ajili ya hayo jina lake likaitwa Mara. Ndipo watu wakamnung'unikia Musa wakisema, tunywe nini? Naye akamlilia Bwana. Bwana akamwonyesha mti, naye akautia katika hayo maji yakawa matamu. Basi akawawekea amri na hukumu huko, akawaonya huko akawaambia kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako, na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake, na kutega masikio usikie maagizo yake, na kuzishika amri zake. Mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia Wamisri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Wakafikirie Erimu palipokuwa na chemichemi 12 na mitende 70, wakapanda hapo karibu na maji.